hasa kwetu sisi hapa, ya kutabarukiwa kanisa hili tunaloliona lilitabarukiwa mwaka 1908. Leo linatimiza miaka 117 tangu kutabarukiwa kwake. Ndio maana leo kadiri ya namnukuu wa askofu mkuu, sio kumbukumbu tu kwa parokia yetu, ni sherehe, tena si ndogo, ni kubwa. Mwambie jirani yako leo ni sikukuu. Mwambie tuimbe wote. Mwambie tusali na tumshangilie Mungu. Leo vile vile katika muktadha huo, leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Teresia wa Avila au Teresia wa Yesu. Yeye ndio alikuwa mwanamke wa kwanza kutokana na mang'amuzi makubwa mahusiano yake na Mungu. Naomba tuketi kidogo. Huyu ni mwanamke wa kwanza kuitwa daktari, kuitwa doctor of the church, Mtakatifu Teresa wa Yesu. Ni yeye ambaye maisha yake na utawa wake alivyouishi na maandiko yake na mang'amuzi yake yaliwagusa watakatifu wengi, nao kwa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Na hasa leo ni sikukuu ya watawa wa Karmeli, lakini sio hao tu. Kwetu sisi wote, ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu ambao hakuna Mungu, amesahauliwa. Ni ulimwengu wa sauti nyingi, wa vitu, wa malimwengu zaidi, lakini sio wa roho. Sasa huyu Mtakatifu Teresia wa Avila leo anatukumbusha kwamba angalia sana, maisha si kazi tu nyingi, lakini vile vile ni maisha ya kuongea na Mungu katika upweke, katika wewe peke yako, katika ubinafsi, yani wewe peke yako. Je, unaongea na Mungu? Je, yale unayoyaishi unatafakari na Mungu, unaongea naye? Je, unajua ulimwengu wako utakuwaje au dunia hii inaendaje? Unatafakari, unaongea na Mungu. Yeye alikuwa anaongea na Mungu. Kwa alikuwa na mang'amuzi ya ajabu sana ya kiroho ambayo hakuna mtu mwingine, ambao sio kawaida kuwa nayo. Hata sisi, wewe na mimi, usiishi tu ukifanya kazi, ukifanya mambo mengi. Wewe tenga muda wa kutulia, wa kusali peke yako na Mungu. Ongea na yeye, atakupa mang'amuzi juu ya mambo mengi sana. Maswali yako utapata majibu huko katika maongezi hayo. Ndio anatufundisha katika ulimwengu huu wenye mambo mengi. Tutenge muda wa kuacha yote na kuwa na, anatufundisha hilo. Katika Injili tunaambiwa angalieni sana katika ulimwengu ambao una madhambi mengi, tusije tukajifikiria sisi kama Wafarisayo waliwatenga watu wengine, wakaona hao ni wenye dhambi, sisi tuko vizuri. Sababu tunakuja kanisani, sisi tuko vizuri, wengine ni wenye dhambi. Huo mtazamo sio wa kimungu, sio wa kiroho. Ni yani kuwabagua watu, kujifanya kwamba sisi we are perfect, wengine ni wadhambi. Hapana. Sisi wote tuko katika safari ya utakatifu. Si wote ni wadhambi, na tunahitaji huruma na neema ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.